Habari za muda mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotazama, na tunaona kwamba kabisa huko mzima wa afya. Asante kwa kujiunga nasi na kukaribisha kusikiliza matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mdima ambaye nakukaribisha bila shaka katika matukio haya. Tutaanzia katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Hali ni vuta ni kuvute, na hali ni mbaya sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni baada ya vuta ni kuvute na malumbano, pia hata ugomvi uliofanyika muda wa siku mbili kati ya wabunge wa muungano wa FCC na wale wa Kash. Hatimaye bunge limechagua watu ambao watatumika nafasi yake Bi Janine Mabunda, spika wa bunge, huku akitarajia kuchagua spika mwingine wa bunge mpya. Watu hao walioteuliwa kusimamia bunge la taifa kwa mpito ni pamoja na Mbosso Mkodia ambaye ndiye anaonekana mbunge mkongwe zaidi. Wengine wawili ambao ndio wabunge vijana zaidi ni Aminata na Masia na Gahel Busa. Leo walikutana na Rais Felix Tshisekedi ili waandae uchaguzi wa spika mpya wa bunge la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuate mahojiano yao na Rais Felix Tshisekedi wakati wa mazungumzo hayo. Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour, monsieur le rapporteur. J'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Le calme est revenu à l'Assemblée nationale depuis hier et nous en sommes très contents. Et nous sommes venus remercier le chef de l'État pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Et il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Un communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur les bureaux venaient à tomber, les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer notre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à ses hôtes au bout d'une quarantaine de minutes des discussions dans une ambiance très détendue. Tukisalia katika mji wa Kinshasa, mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, hali ni vuta ni kuvute na hali ni tete mno. Hali si nzuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Rais Felix Tshisekedi amelazimisha Waziri Mkuu Mheshimiwa Ilunga Ilunkamba ajiuzulu. Hayo ni baada ya mahojiano na rais. Waziri Mkuu amekataa ombi la yeye kujiuzuru na kuahidi kuendelea na kazi yake. Mambo ni moto katika siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo jana Rais mstaafu Joseph Kabila aliweza kupigwa marufuku kutokujelekeza katika mji wa Kolwezi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, mambo si mazuri sana na siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuelekea sehemu pabaya. Tusalie hapo katika mji wa Kinshasa ambako coordinator wa muungano wa FCC Nemi Mwilanya Wilonja ameweza kutoa tangazo la kutaja kwamba maafa yote ambayo yatatokea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia sasa mpaka hapo tunapoendelea yatakuwa kunako kichwa cha Rais Felix Tshisekedi kutokana na kuyumbayumba kwa siasa hapa nchini. Tusikilize namna gani Mheshimiwa Nemi Mwilanya Wilonja alivyosoma tangazo hilo. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale
le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabang, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020, la conférence des présidents. Tujelekeze mnamo mkoa wa Tanganyika ambako wakaaji wa mkoa wa Tanganyika hasa katika mji wa Kalemi wanapanga kujiondoa kunako nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo Rais Felix Tshisekedi atavunja katiba ya nchi. Hayo yote yamekuja baada ya hotuba ya Rais Felix Tshisekedi. Wananchi hao wametaja wakati wa Kabila wamefaidika na vitu vingi mno ikiwemo umeme. Huyu hapa ni mmoja kati ya wananchi hao alieleza yafuatayo kuna mikrofoni ya Nipe News TV. Leo tunakuwa na maeclairage public. Leo tunakuwa na manjia. Lakini leo hatuwezi kuitika sei Tanganyika na macho yetu na masikio yetu tuone kama president viole hii constitution. Uswate kama na viole ni kusema kama Tanganyika iko haina tena kwenye Kongo. Pika mikono. Tujelekeze sasa huko jimboni Kivu ya Kaskazini katika mji wa Goma ambako jeshi la polisi mjini Goma mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekamata silaha 8 aina ya AK-47 za wahalifu pamoja na wahalifu ambako silaha hizo zilikuwa zikifichwa kinyume cha sheria. Wahalifu wao ni wale ambao walikuwa wakiumbisha usalama katika mji wa Goma. Hao wameshikwa wakati wa msako ulioendeshwa na askari polisi mnamo kata la Kujovu kwa ushirikiano na uongozi wa kata hilo. Ni wahalifu 46 ndio waliweza kushikwa na jeshi la polisi katika mji wa Goma wakiwa na silaha zao aina ya AK-47. Kati ya wahalifu wao wanapatikana Wanyarwanda 13 ambao wamekuwa na kadi za upigaji kura za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa kata hilo ameshukuru hatua hiyo ya askari polisi na kuomba waendelee kufanya msako kama nao katika sehemu zingine mbalimbali za mji wa Goma. Upande wake, gavana wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini Karlin Zanzu Kasivita amepongeza hatua hiyo iliyoendeshwa na jeshi la polisi kwa ushirikiano na viongozi wa mahali. Wezi yao pamoja na silaha zao zote wameweza kupelekwa kunako makao makuu ya polisi katika mji wa Goma mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. C'est aux environs de 4 heures du matin de ce samedi 28 novembre que les habitants des avenues du quartier Bujovu ont été interdits de sortir de leur logis, pas pour une autre cause, c'est le bouclage amorcé par la police nationale congolaise. Après la fouille, la moisson est grande, 8 armes et 10 chargeurs bien garnis, un stock de chanvre, des boissons fortement alcoolisées, 46 présumés bandits sont mis aux arrêts. Ils ont été acheminés au bureau de la police des frontières, situé non loin de ce quartier. L'interrogatoire de la police démarre pour l'identification, prenant en témoin le chef de quartier et chef d'avenue. Sur place, parmi les présumés, 13 sujets rwandais, un falsificateur de cartes d'enrôlement. Célestin Bahemouka est chef de quartier, nous l'avons interrogé sur place. Un grand merci à la police, à l'armée et tous les services confondus, nous disons grand merci, puisque nous venons de retrouver 8 armes avec une grande quantité de chanvre, avec des boissons fortement alcoolisées. Vraiment, ces 8 armes, ça doit déstabiliser presque toute la ville. Alors c'est pourquoi nous, comme cadre de base, nous remercions nos autorités et nous allons accompagner nos services. Nous, comme cadre, nous allons accompagner nos services et dénoncer les malfrats. Le commissaire provincial adjoint de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le colonel Van Kassongo, a évité tout commentaire et n'attend que la justice fasse son travail. Le gouverneur Karlin Zanzu Kasivita, qui soutient cette mesure, l'une du comité provincial de sécurité, rassure que toutes les batteries sont mises en marche. Il s'agit d'un début lancé à Bujovu, commune de Karesimbi. Les autres avenues, quartiers et communes ne sont pas épargnés. Ces présumés criminels ont été transférés devant les instances compétentes de la justice à Goma. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV,
Hatimaye tujelekeze katika kijiji cha Nemba mnamo tarafa la Fizi, sekta ya Mutambala, ambako zaidi ya hekta 20 za mashamba zinaripotiwa kwenda na maji ya mto Nemba. Hivyo ni kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo hilo. Raia wengi wa maeneo hayo wanahofia kutokupata chochote kama vile pato kwa mwaka huu mzima kulingana na swala hilo. Kwake kapita wa kijiji cha Nemba ya pili ameonyesha kuwa kwa sasa raia wengi wanakumbwa na tatizo la njaa na mazao yao ya mashamba, hasa pale ambapo mimea yote imeharibika juu ya maji ya mto Nemba. Mimea ya aina kama vile kalanga, maragwe na mimea mingine ambayo raia wanakuwa na uzoefu wa kupanda eneo hizo za Nemba katika sekta Mutambala tarafa la Fizi ndani ya kisanga cha Ubwari. Mpendwa mtazamaji, kijiji cha Nemba ni moja kati ya vijiji ambavyo vinasaidia mji wa Baraka kwa chakula. Endapo hali hiyo inajitokeza, vile vile janga la njaa litakumba sehemu mbalimbali za tarafa la Fizi, hasa katika mji wa Baraka. Huyu hapa ni kapita wa kijiji cha Nemba ya pili, alieleza afuatayo njiani mwa simu ya Nipe News TV. Mvua zinakunyesha ndio zimeharibu mashamba. Maji ni mengi ndani ya mashamba, mihindi, karanga zote zimeharibika. Mvua ilinyesha, sasa mtoni Kamwanga, sasa mtoni Dijaborde mpaka shamba zilikuwa kando kando ya mtoni zote zikaingia maji. Ndio zina matatizo sababu ndio watu walikuwa wanategemea uchumi mwezi wa pili waanze kuvuna, lakini hawatavuna chochote. Mvua ni mtoni hata hakukunyesha kikondo juu ya kikondo kukinyesha Nemba kijaa na Mwanga sasa mashamba. Mbele ndio kuathirika ni karanga, mihindi na mboga mboga. Mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu. Endapo unataka kupata habari za nyumbani, tafadhali subscribe Nipe News TV kwa habari kemkem na moto moto. Mimi ni Andrea Mlima, nikuletea matangazo haya kwa niaba ya wote, na watakia usikilivu mwema wa matangazo yetu. Kwaheri.